Haleluya, haleluya. Karibu tena wakati huu wa ibada nzuri ya maombi ya asubuhi kwa ajili ya kusema na Mungu wetu na kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Leo Mungu tena ametupa hiki kibali na hii nafasi kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya watu wa nyumbani mwetu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kukukaribisha tena na popote pale ulipo. Natamani uende mbele za Mungu kwa ajili ya kumshukuru, kwa ajili ya kumlinda. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 91 anasema kwamba wala tauni iharibuyo haitakaribia hema yako, wala uwele urukao adhuhuri hautaukaribia wewe. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amewaagiza malaika zake kwa ajili ya kukulinda au kufanya kituo mahala pako wewe. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu, tutamshukuru Mungu na tutamtukuza yeye na kumuinua aliye nguvu zetu, aliye chanzo cha uzima wetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusogea mbele za Mungu tukamshukuru. Hebu jaribu kufikiria, ulilala na umeamka, lakini kuna watu hawajaamka leo, lakini walitamani kuamka kuiona siku ya leo. Lakini mimi na wewe ndo tumepata hii neema na hiki kibali cha kuweza kuamka. Kwa hiyo tuna kila sababu na tuna kila wajibu wa kuweza kumshukuru Mungu na kumtukuza yeye kwa nafasi nzuri aliyotupatia. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu, tutamshukuru Mungu na kumwazimisha yeye aliye nguvu zetu, aliye msaada wetu. Hebu nenda mbele za Mungu, mwazimishe tu Mungu, mwambie Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa neema yako, ninakushukuru kwa nafasi nzuri, ninakushukuru kwa kibali hiki, ninakushukuru kwa ajili ya pendo lako, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo Bwana umetuachilia na kutupatia kama watoto wako na watumishi wako. Baba, asante kwa neema yako. Baba, asante kwa uwezo wako. Baba, asante kwa nuru yako. Baba, asante kwa pendo lako. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mkono wako umekuwa pamoja nasi, neema yako imekuwa pamoja nasi, uaminifu wako umekuwa pamoja nasi, nuru yako imekuwa pamoja nasi, katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Asante Bwana Yesu kwa kuagiza malaika zako wakatulinda katika njia zetu. Angalia, tulipotoka kazini Bwana ulikuwa mwema, lakini saa hii tena tumeamka, Bwana ulikuwa mwema. Zaidi ya yote Bwana umetulinda na ile mishale ile irukayo usiku kwa ajili ya uharibifu kwa habari ya maisha yetu. Ile mishale irukayo usiku, ile mishale inayoruka usiku. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kutulinda sisi na watoto wetu, kwa kutulinda sisi na familia zetu, kwa kutulinda sisi na watu wa nyumbani mwetu, kwa kutulinda sisi na watu wa nyumbani mwetu. Roho Mtakatifu tunakuinua, Roho Mtakatifu tunakutukuza, Roho Mtakatifu tunakubariki, maana wewe ndiye kazi ya mikono yetu, maana wewe ndiye nguvu zetu, maana wewe ndiye msaada wetu, maana wewe ndiye kimbilio letu, maana wewe ndiye nuru yetu, maana wewe ndiye taa yetu, maana wewe ndiye uzima wetu, maana wewe ndiye ngao yetu, maana wewe ndiye uzima wetu, maana wewe ndiye taa na mwanga wa njia zetu. Tunakushukuru we Bwana, tunakutukuza Mungu, tunakushukuru kwa pendo lako, tunakuinua usiyeshindwa, tunakuinua uliye uhai, tunakuinua uliye nguvu zetu. Asante Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo na malango ya masaa haya na majira haya. Tunakuinua Bwana na tunakutukuza kwa pendo lako, maana pendo lako ndilo limetufanya tuwepo hapa kwa ajili ya kulitukuza na kwa ajili ya asubuhi ya leo tena. Bwana, tuna kila sababu ya kukuazimisha na kukutukuza wewe uliye nguvu zetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitumie nafasi hii pia kukukaribisha kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya wakati huu tena ambao Mungu ametupa neema kwa ajili ya kuomba tena. Asubuhi yetu ya leo tunaenda kuomba kutoka kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 na ule mstari wa 19. Yeremia ile sura ya 1 na ule mstari wa 19.
tutaenda kuomba kutokea hapo. Yeremia sura ya kwanza ule mstari wa 19. Biblia inasema kwamba nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi ni pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Asema Bwana, ili nikuokoe. Narudia tena. Biblia inasema hivi, nao watapigana nawe, lakini hawatashinda, maana mimi ni pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Maana yake kwamba vita yoyote iliyokuwa inaendelea, yamkini kuna mambo ulikuwa unayaona, unapigana, unatumia nguvu, unapambana ili kuweza kutoka kwenye hiyo vita, lakini unajaribu, inashindikana. Leo tunaenda kuomba Bwana kwa sababu yuko pamoja nasi, kwa ajili ya kukomesha, kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kunyamazisha, kwa ajili ya kuzuia, kwa ajili ya kufunga kila chochote, kwa ajili ya kuharibu. Biblia inasema kwamba nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Kwa nini hawatakushinda? Kwa sababu Bwana yuko pamoja na sisi. Kwa chochote kilichokuwa kinapigana na sisi, tunaenda kumwambia Bwana apigane nacho. Chochote ambacho kilikuwa kinapigana na sisi, Bwana apigane nacho. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba, na tutaomba chochote ambacho kilikuwa kinapigana na sisi, Bwana apigane nacho, kwa sababu Bwana yupo kwa ajili ya kutusaidia. Haya, nenda mbele za Mungu, anza kuomba. Bwana, chochote kilichokuwa kinapigana na mimi, pigana nacho Bwana. Chochote kilichokuwa kinapigana na mimi, pigana nacho Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunaomba, Bwana, vipo vitu vingi ambavyo vilikuwa vinapambana na sisi kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Tunaomba Bwana upigane nacho, upigane nacho. Chochote kilichokuwa kinapigana na sisi, chochote kilichokuwa kinapigana na sisi, upigane nacho. Labda ni magonjwa, Bwana Yesu upigane nayo. Labda ni mambo mbalimbali yaliyokuwa yanapambana na sisi, Bwana Yesu pigana nayo katika jina la Yesu. Pigana na kila kitu kilichokuwa kinapigana na sisi. Vipo vitu ambavyo vilionekana vinataka kutushinda, lakini Bwana asubuhi ya leo umesema kwamba utakuwa pamoja nasi ili kutuokoa. Bwana Yesu simama, Bwana Yesu zibitika, Bwana Yesu zihirika, Bwana Yesu onekana, Bwana Yesu simama kwa ajili ya kutupigania katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Simama kwa ajili yetu, simama kwa ajili yetu, simama kwa ajili yetu, kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Chochote kilichokuwa kinapigana na sisi, Baba pigana nacho ili ukatuokoe kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba katika jina la Yesu, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda. Baba, chochote kilichokuwa kinataka kushinda, kupata nguvu kwa habari ya maisha yangu, kwa habari ya afya yangu, kwa habari ya utumishi wangu, Baba pigana nacho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pigana na kila kitu ambacho kilikuwa kinapigana nami, kilichokuwa kinapigana na mimi, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu na Roho wa miujiza, tunaomba asubuhi ya leo, chochote kilichokuwa kinapigana na mimi, kinapambana na mimi, kinapambana na maisha yangu, kinapambana na afya yangu, kinapambana na uchumi wangu, kinapambana na kazi yangu, kinapambana na biashara yangu, Baba pigana nacho, Baba pigana nacho. Ya kwa macho kilikuwa kinaonekana ni kama kinataka kunishinda, lakini Bwana asubuhi ya leo ninakipambanisha na wewe uliyesema kwamba watapigana nawe lakini hawatashinda, kwa sababu wewe Bwana uko pamoja nami ili kuniokoa katika jina la Yesu. Chochote kwenye ulimwengu wa roho, chochote kwenye ulimwengu wa roho kilichokuwa kinapigana, kilichokuwa kinasimama, kilichokuwa kinapambana kwa ajili ya maisha yangu, kupigana na mimi, Roho Mtakatifu ninaomba asubuhi ya leo, pigana na kila upinzani, simama kinyume na kila upinzani katika jina la Yesu. Baba, namuombea huyu dada, namuombea huyu mama, chochote kilichokuwa kinapigana naye kwenye biashara yake, chochote kilichokuwa kinapigana naye kwenye huduma yake,
chochote kilichokuwa kinapigana naye kwenye utumishi wake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, mpiganie kwa jina la Yesu. Imeandikwa, nao watapigana nawe lakini hawatashinda. Chochote kilichokuwa kinataka kushinda, katika jina la Yesu, kiharibiwe, kiharibiwe, kiharibiwe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kwenye ulimwengu wa roho, chochote kwenye ulimwengu wa roho, kiharibiwe, kiharibiwe. Mungu akupe neema ya kushinda. Ninatangaza ushindi, maana Bwana asema kwamba ili akuokoe, yuko pamoja nawe ili akuokoe. Bwana awe pamoja nawe, akuokoe kwenye hayo mapito, akuokoe kwenye hilo pito, changamoto yote unayoipitia, kila jambo unalolipitia linalohuzunisha moyo wako, linalohuzunisha utu wako, changamoto yoyote, hali yoyote, Bwana akupiganie asubuhi ya leo na mchana wa leo. Bwana akupiganie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hali na kila jambo, Bwana akupiganie. Kila upinzani, Bwana akupiganie. Kila mifumo, Bwana akupiganie. Kila ajenda, Bwana akupiganie. Kila chochote, Bwana akupiganie kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Akupiganie Mungu aliye hai, akupiganie Mungu wa Israeli, akupiganie Bwana wa majeshi, akupiganie Mungu asiyeshindwa, akupiganie kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo, na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu na Mungu usiyeshindwa, pigana kwa ajili ya maisha ya huyu dada, pigana kwa ajili ya maisha ya huyu dada. Kwenye eneo la kiuchumi mpiganie, kwenye eneo la ndoa mpiganie, kwenye eneo la malezi mpiganie, kwenye eneo la biashara mpiganie. Kila mmoja Bwana mpiganie, mpiganie kwenye kila eneo lake, mpiganie kwenye hatua zake, mpiganie kwenye utumishi wake, mpiganie kwenye biashara zake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kila mmoja upiganiwe, upiganiwe, upiganiwe. Binti, Mungu akupiganie. Kijana, Mungu akupiganie. Kila vita na kila ajenda, Mungu akupiganie na ukashinde katika jina la Yesu. Siku ya leo Bwana anakupigania. Wale waliokuwa wamezoea kukuonea, Bwana anakupigania. Wale waliokuwa wamezoea kukuinulia hila, Bwana anakupigania. Wale waliokuwa wamezoea kukuwekea mambo mabaya, Bwana anakupigania leo kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza juu yako, chochote kilichokuwa kinapigana na wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ule upinzani uliokuwa unapigana na wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu, uondoshwe, 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 uondoshwe. Uwe mbali na wewe, uwe mbali na wewe, uwe mbali na wewe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Huo upinzani uwe mbali na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Upinzani wa namna yote uwe mbali na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, Bwana akakupiganie na ushindi ukaonekane katika jina la Yesu. Akakupiganie kwa hao wachawi wanaoroga biashara, akupiganie kwa hao akina sangoma katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kwa sababu gani? Maana Bwana atakuwa pamoja nawe, asema Bwana, ili akuokoe. Bwana akakuokoe na akupiganie na ukauone mkono wa Bwana katikati ya wote wanaokuotea njiani katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, asubuhi ya leo tunaiweka mikononi mwako na kuikabidhi ya kwamba ukatembee pamoja na sisi, ukatulinde, ukatuepushe na mabaya yote ambayo giza lilikuwa limekusudia, mitego mbalimbali iliyokuwa imekusudia. Ukatulinde mchana, ukatulinda asubuhi, ukatulinde jioni, na tunaporudi kupumzika Bwana, tutakushukuru kwa shukrani nyingi na kwa fadhili zako za pekee, na mkono wako utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Nikutakia asubuhi njema, na ninatangaza ya kwamba Bwana akulinde asubuhi hii. Asubuhi yako ikawe ya baraka, mchana wako ukawe wa baraka, na jioni yako ikawe ya baraka. Bwana akupiganie kwenye kila eneo na ukashinde kwenye kila vita katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unaweza ukamshangilia Bwana Yesu. Na kufikia hapa asubuhi ya leo tunakuwa tumemaliza ibada. Uwe na wakati mwema na asubuhi njema. Shalom, shalom. Karibu tena
kwenye chaneli ya Maombi Hai. Ubarikiwe na Yesu. Asante. Amen.